Shalom. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Ni siku ambayo amenipa nafasi nyingine tena. Tumekutana tena kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Ni kitu ambacho ninaamini kitatupa faida mimi na wewe, na kitatutoa kutoka sehemu moja kutupeleka sehemu nyingine. Kitu hichi ni kwa habari ya roho ya uumbaji ndani ya mwanadamu. Tunapozungumzia roho ya uumbaji iliyo ndani ya mwanadamu, hii ni roho ya Mungu ambayo imeumbwa ndani ya mwanadamu, ama imewekwa ndani ya mwanadamu toka asili, toka pale alipokuwa akiumbwa na Mungu. Hii ni roho ambayo imeumbwa na ikawekwa ndani ya mwanadamu, ambayo inamsaidia mwanadamu kushiriki uumbaji wa kiungu katika dunia, na uumbaji huo unakuwa unarudisha sifa na utukufu na heshima kwa Mungu, ambapo ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 1:26 inasema, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Maana yake ni kwamba kipindi Mungu anamuumba mwanadamu, alimuumba mwanadamu kwa sura yake na mfano wake. Ukiusoma mstari wa 27 unasema ya kwamba Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke. Maana yake kwamba kama Mungu, tunajua Mungu ni roho, alipomuumba mwanadamu alimuumba kwa mfano wake. Maana yake ni kwamba aliichukua sehemu ya uungu wake akaiweka ndani ya mwanadamu. Mwanzo 1:1 inasema na Mungu aliziumba mbingu na nchi. Maana yake kwamba inatuonyesha Mungu ndo alikuwa muumbaji wa kwanza katika maisha yetu. Sasa uumbaji wa pili, Mungu alipomfanya mwanadamu kwa sura yake na mfano wake, aliiweka ile roho ya uumbaji. So mwanadamu ndio mtu wa pili kufanya uumbaji, na ili hii roho ya uumbaji itende kazi ndani ya mwanadamu, hii roho ni lazima utamke, ni lazima useme. Inatenda kazi pale ambapo mtu anatamka, mtu anasema, mtu ananena. Pasipo kutamka, pasipo kusema, pasipo kunena, hii roho ya uumbaji haiwezi kutenda kazi, kwa sababu Mungu alipoanza kuumba vitu, ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 1:3 kuendelea mpaka 24, utaona hapa Biblia inasema ya kwamba, hiyo mstari wa 3 unasema na Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Maana yake uumbaji wa kwanza wa Mungu kuufanya, aliumba kwa kutamka. Maana yake ni kwamba pasipo kutamka, hii roho ya uumbaji haiwezi kutenda kazi. Hii roho inatenda kazi pale tu ambapo mtu anafanya nini? Anatamka. Fungue kitabu cha Zaburi 33:6. Biblia inasema hivi, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Hukusanya maji ya bahari chungu chungu, huviweka vilindi katika gara. Nchi yote na imuogope Bwana, wote wakaao duniani na wamche. Maana yeye alisema ikawa, na yeye aliamuru ikasimama. Maana yake jeshi lote la mbinguni na vyote vilivyoumbwa aliviumba kwa kutamka. Kama hii roho ya uumbaji imewekwa ndani ya mwanadamu na inatenda kazi kwa kutamka, maana yake ni kwamba lazima uangalie maisha yako katika kila kitu ambacho unakitamka, katika kila kitu ambacho unakinena, kwa sababu hii roho inatenda kazi kwa uzuri na kwa ubaya pia. Inategemeana na kile unachokitamka. Ukitamka jambo zuri linakuwa, na ukitamka jambo ambalo si zuri linatokea, kwa sababu uumbaji unaumba vitu vyote, iwe ni kizuri au ni kibaya, kinaumbika. Na hii roho katika kutamka inaanza kutenda kazi kwanza katika ulimwengu wa roho, alafu kisha ule uumbaji uliofanyika kwenye ulimwengu wa roho ndio unakuja kudhihirika katika ulimwengu wa damu na nyama. Ndio maana hata Mungu alipoanza kuumba, aliumba kwanza katika ulimwengu wa roho, alafu kisha vile vitu vikaja kudhihirika katika ulimwengu wa damu na nyama. Maana yake ni kwamba kila unachokitamka, ukitamka kitu kizuri, kinaanza kujiumba kwanza kwenye ulimwengu wa roho, alafu kisha kinakuja kutokea kwenye ulimwengu wa damu na nyama. So ni nini wewe unachokuwa unakitamka juu ya maisha yako? Ukumbuke, iwe unatamka wewe ama anatamka mwingine, chochote kinachotamkwa juu yako, unakitamka wewe ama mtu mwingine, kile kinakuwa kwa sababu kimetamkwa, kimenenwa ama kimeamliwa. Maana yake ni kwamba kama wewe unatamka baadhi ya mambo kwenye maisha yako, mfano mtu anakuwa anasema, mimi waga ni mgonjwa, mimi waga na ugonjwa wa kitu fulani, mimi waga maisha yangu sio mazuri, ni maisha ya chini sana, ni basi tu. Yale maneno unayokuwa unayaongea unatamka, na unapokuwa unatamka unayaumba katika ulimwengu wa roho, kwa sababu ile roho imo ndani yako ya uumbaji. So unakuwa unajiumbia mipaka ya vitu ambavyo huwezi kutoka, kwa sababu mwenyewe umejitamkia hivyo, mwenyewe unakuwa unajitamkia hivyo.
kwa sababu Biblia inasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa sababu ile sauti unayokuwa unaitamka, maana yake unatamka sawasawa na vile ambavyo wewe unajiona, unatamka sawasawa na vile ambavyo wewe unahisi uko hivyo. Kwa hiyo ile roho unapokuwa unaongea, unatamka kwamba mimi, pengine unatamka juu ya watoto wako, unakuta mama au mbaba anatamka kwamba yani huyu mtoto simuelewi, huyu mtoto ni mjinga, huyu mtoto hana akili kabisa, sidhani kama atafanikiwa. Yale maneno unayokuwa unayatamka, unakuwa unapanda mbegu, unamuumbia ile kitu baadaye, baada ya mwaka mmoja, miaka miwili au mwezi au siku, yale maneno lazima yazilike, kwa sababu kile unachokitamka ndicho ambacho unamuumbia kije kitokee kwenye ulimwengu wa roho, na kinatokea kwenye ulimwengu wa damu na nyama pia. Katika maisha yetu ya kila siku lazima tujifunze kuangalia nini tunasema, nini tunaongea, nini tunajitamkia sisi kama sisi, nini tunatamkia watu wengine, nini tunatamkia kazi zetu, nini tunatamkia biashara zetu, nini tunatamkia kazi tunazozifanya ama maisha yetu ya kila siku tunayoyaishi, kwa sababu chochote unachokiongea, chochote unachokisema lazima kitoe nini? Kitoe matokeo. Sasa katika kuongea ama katika kutamka, ili hii roho itende kazi, tumesema inatenda kazi pale mtu anapoongea. Na katika kuongea kuna aina mbili za kuongea, kuna aina mbili za kutamka, kuna aina mbili za kunena. Aina ya kwanza ya kunena ni kama hii ninavyoongea. Ninaongea sauti inayosikika katika ulimwengu wa mwili, sauti inayosikika katika masikio ya damu na nyama, kila mtu anaweza kusikia. Lakini sauti ya pili unayoweza kuongea ni sauti ambayo inaongeleka kwenye moyo, mawazo. Moyo unaongea kupitia mawazo, na ile ni sauti ambayo, sauti ile haisikiki katika ulimwengu wa damu na nyama. Ni sauti ambayo inasikika katika ulimwengu wa roho peke yake, na ni sauti ambayo inatesa watu wengi, kwa sababu ni kitu ambacho unatamka ama unatamkiwa pasipo wewe mwenyewe kujua, pasipo kujua kwamba ulitamka ama haukutamka ama ulitamkiwa, haujui. Ni mara 10 mtu akutamkie unasikia, kwa sababu chochote kinachoweza kupokeleka kinakatalika pia, una uwezo wa kukikataa. Kwa maana kama mtu akikutamkia ubaya, unao uwezo wa kuukataa kama ukisikia umetamkia ubaya, na unao uwezo wa kukubali na ukatokea pia. Lakini hii sauti ya pili ni sauti ambayo inasikika katika ulimwengu wa roho, ni sauti ambayo inahitaji hekima na maarifa makubwa kujua kwamba kuna kitu kimetamkwa juu ya maisha yangu ambacho sikukisikia, lakini kimetamkwa katika ulimwengu wa roho. Ukisoma, tuanze na hii roho ya kwanza ambayo unaongea inasikika. Ukisoma katika kitabu cha Yoshua 10 mstari wa 12 mpaka 13, neno la Mungu linasema, ndipo Yoshua akanena na Bwana katika siku hiyo ambayo Bwana aliwatoa waamuri mbele yake, mbele ya wana wa Israeli, akasema mbele ya macho ya Israeli, wewe jua simama kimya juu ya Gibeoni, na wewe mwezi simama katika bonde la Aiyaloni. Ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia. Mstari wa 13, ndipo jua na mwezi vikatulia. Maana yake Yoshua alitumia roho ya uumbaji kutamka juu ya jua lisimame, na ile mamlaka iliyo ndani yake ambayo inatengeneza uumbaji ikalifanya jua likasimama. Maana yake kama Yoshua aliweza kulisimamisha jua, mimi na wewe inabidi tuamini kwamba kuna vitu kwenye maisha yetu ambavyo haviendi na tunaviona viendi kwa sababu tu kuna mtu alisimama sehemu akasema, kuanzia leo nimeiamuru biashara yako isipige hatua, isimame hapa hapa, hautavuka hapa, hautavusha mtaji wa 20,000, hautavusha mtaji wa 50,000, ama hautavuka mshahara wa 100,000 maisha yako yote. Nimeamrisha kila kitu chako kisimamie hapa. Na kwa sababu yale maneno ni roho ambayo inaumba vile vitu vimekuwa, anaweza akatamka leo ukashangaa umekaa baada ya mwezi mmoja kila kitu chako kikagomea sehemu ambayo ulitarajia kuvuka kwenda mbele, ukajikuta umeishia pale pale pasipo wewe kujua. Mbona kazi zangu haziendi? Mbona nikana kwamba naweza nikafanya kazi mpaka hapa, lakini kana kwamba hapa ndio umekuwa mwisho wangu, siwezi kupiga tena hatua. Lakini kumbe kuna mtu ambaye alisimama akasema, hautavuka hapa, nimeamuru kuanzia leo hautavuka hapa. Kwa sababu hiyo, kama kuna mtu ameweza kutamka hivyo niamini ya kwamba kuna mtu anaweza akakutamkia kwamba kuanzia leo utapiga hatua, maisha yako utavuka kutoka hapa, utaenda
utukufu mpaka utukufu, na neno lile likawa. Kwa nini? Kwa sababu kile wanachokuwa wanakitamka juu ya maisha yako, ama kile unachokitamka juu ya maisha yako, ndicho hicho ambacho kinajiumba na kutoa matokeo katika ulimwengu wa damu na nyama ambao tunaishi. Kwa hiyo kama Joshua aliweza kusimamisha jua, maana yake ni kwamba mimi na wewe leo tunao uwezo wa kusema ya kwamba toka nilipotoka mpaka hapa nilipofika, nimepitia mateso katika kitu 1, 2, 3, 4. Leo ni mwisho. Nimeamuru kuanzia leo ninaumba upya maisha yangu. Yale yote ambayo nimeyapitia nataka yaishie hapa, na nikitoka hapa kwenda mbele ninatamka pengine kupata afya njema, pengine kuwa na kazi nzuri, pengine nahitaji kupiga hatua. Yale maneno unayokuwa unayatamka, kile kilichokuwa kinafatana na wewe kinasikia katika ulimwengu wa roho. Maana yake kile kitu kitasimama, na kile unachokiamrisha na kukiumba upya itakuwa ni mbegu mpya unayoipanda katika ulimwengu wa roho, kisha itatoa matokeo ambayo maisha yako lazima yageuke. Usitembee tena katika hali uliyokuwa unatembea nayo zamani. Maana yake leo hii inapaswa tujifunze, mimi na wewe, kutamka juu ya maisha yetu. Wewe usipotamka juu ya maisha yako, amini kuna mtu mwingine atatamka juu ya maisha yako. Aliyesema ya kwamba nabii wa kwanza wa maisha yako ni wewe mwenyewe, alikuwa yuko sahihi sana. Maana yake kwamba wewe usipoyatamkia maisha yako uzuri, kesho na kesho kutwa, amini kuna mtu anayatamkia maisha yako ubaya, kwa sababu tunaishi ndani ya dunia hii ambayo dunia hii imejawa na watu wenye moyo wa ubaya, wenye moyo wa uovu, watu wenye wivu, ndio tuliozungukwa nao. Sasa sisi kama wana wa Mungu lazima tujifunze kutamkia maisha yetu. Amka asubuhi, tamka, Mungu umenipa neema, nimeamka leo asubuhi, naitamkia miguu yangu leo sitakanyaga dawa ikanizuru. Ninatamkia maisha yangu leo, nimeamka asubuhi ya leo, mikono yangu kila nitakachokishika kitafanikiwa. Leo kazi yangu lazima itaniletea matunda. Leo biashara yangu itakuwa sawa. Leo wateja watatoka mbali, watakuja kuchukua vitu kwangu. Leo 1, 2, 3, leo sitaumwa. Leo siku yangu ya leo nitaianza salama nikiwa na furaha, na nitaamka nitaimaliza siku yangu jioni nikiwa na furaha. Umemaliza. Yale maneno uliyoyatamka ni roho ambayo inazunguka na kukuzungushia wigo, ambao ule wigo, yale maneno yatakuletea matokeo ambayo utayaona katika ulimwengu huu wa damu na nyama. Amen. Kwa hiyo kama usipotamka, maana yake ni kwamba kuna watu watakutamkia, na wakikutamkia lazima vitu vyako viharibike, kwa sababu ukisema kila siku huwa unakimbilia kuombewa. Ndio maana kuna tofauti kati ya kuomba na kutamka. Ndio maana hata ukiwa mbele ya mtumishi wa Mungu atakuwekea mkono, atakuombea, lakini kuna wakati ya kuombea anakutamkia kwamba nakutamkia utakuwa tajiri, nakutamkia utafanikiwa, nakutamkia utakuwa na mfanyabiashara mkubwa. Ile anakutamkia, anapokuwa anakutamkia, maana yake katika ulimwengu wa roho anakuumbia kitu kipya. Ni tofauti na kuomba, ni tofauti na kuombewa. Sasa je, kama vipi kama mtumishi wa Mungu asipokuwepo kwa wakati ambao unauhitaji kutamkiwa maneno kama hayo? Ni lazima ujifunze ama uamini ya kwamba ile roho imo pia ndani yako, na unao uwezo wa kuongea na vitu vikawa. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu linasema katika Marko 5:39, alipokwisha kuingia akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Tunaenda mpaka 41, na kulia, kijana akufa bali amelala. Wakacheka. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtwaa babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye, akaingia ndani alimokuwemo yule kijana, akamshika mkono kijana, akamwambia, Talitha kumi, tafsiri yake msichana na kuambia inuka. Msichana na kuambia inuka. Maana yake ni kwamba huyu binti, watu wote walikuwa wamemwona amekufa, na wengine walikuwa wanaongea mtoto huyu alishakufa. Maana yake kumbe kuna vitu kwenye maisha yetu watu wanatutamkia vimekufa. Watu wanatamka vitu hivyo vife. Na kweli kabisa, katika kila jambo ambalo, kuna baadhi ya vitu ambavyo tunavifanya tunaviona vimekufa, havitendi kazi. Lakini je, baada ya kuona kitu fulani kwenye maisha yako kimekufa ama akifanyi kazi, ulichukua hatua gani? Nini ulitenda? Nini ulifanya? Kabla ya kwenda kutafuta msaada sehemu nyingine, nini ulifanya? Yesu tunaona amekataa, anamwambia hapana, huyu hajafa, amelala. Maana yake ni kwamba Yesu anaangalia mbali, anaangalia mbele ya maneno waliokuwa wanayatamka watu wengine kwamba msichana yule amekufa. Alipofika akamwambia inuka. Maana yake ni kwamba wewe unaweza ukatamkia kitu chako chochote ambacho ulikuwa unakifanya mwanzo ama unakifanya sasa, na pengine kimekufa ama kimeishia njiani, ukakitamkia kuanzia leo nimekuamuru wewe uamke, na kile kitu kikakusikia katika ulimwengu wa roho. Pengine ni kazi, pengine ni masomo,
mdomo, lazima utamke, lazima utamke, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba alisema ikawa, akaamuru ikasimama. Maana yake pasipo kusema haiwezi kuwa. Hakuna kitu kinachoweza kutendeka pasipo kuongea. Maana yake uumbaji wa kwanza wa kila kitu kwenye maisha ya mwanadamu ni katika kufanya nini? Ni katika kutamka, ni katika kuongea, ni katika kusema, ndicho kile kitu kinatendeka. Bila kusema hakuna kinachokuwa. Leo hii uzima na mauti uko katika uweza wa ulimi wa mwanadamu. Sawa? Iko hivi, Yesu Kristo alikuja duniani. Alipokuja duniani alikufa kwa ajili yangu mimi na wewe na kila mtu aliye katika dunia. Alipokufa, sababu ya yeye kufa ni ili sisi tupate ondoleo la dhambi, alafu kisha tuishi maisha ya uzima wa milele. Maana yake ni kwamba tukiondoka katika hii dunia tupate nafasi ya kwenda mahala alipo yeye, ambapo tunaenda kuurithi uzima wa milele, si ndio? Pasipo kutamka huwezi kuurithi uzima wa milele, na utabaki katika njia ya mauti. Kwa nini? Kwa sababu ili upate uzima wa milele ni lazima utamke, ni lazima useme. Unasema nini? Yesu Kristo anasema ili upate uzima wa milele ni lazima umkiri yeye na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maana yake ni kwamba ni lazima utoe sauti, uongee, useme, Bwana Yesu, nimekukubali, nimekupokea wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, nimekufanya wewe uwe baba yangu, mimi nimekufuata wewe, sitaki tena kufuata dunia bali nakutaka wewe. Kwa yale maneno machache unayoyatamka, imagine katika ulimwengu wa roho unahamishwa, unaumba kutolewa kwenye hali ya umauti na kuingizwa kwenye hali ya uzima wa milele, na kisha unaitwa wewe kuwa mwana wa Mungu kwa sababu ya kuongea. Maana yake ni vyepesi kutamka, lakini mpaka leo kuna watu wanakufa, wanaenda jehanamu ya moto kwa sababu ya kushindwa kutamka. Na si kwamba mbele yao mlango wa neema ulikuwa haupo, mlango ulikuwapo, lakini walikosa kitu kimoja tu, kutamka maneno machache tu kwamba Yesu nakupenda. Wamekufa, wameenda jehanamu ya moto. Kwa hiyo kuna nguvu kubwa katika kutamka, kuna nguvu kubwa katika kusema, kuna nguvu kubwa katika kunena. Hapo ndipo kuna uumbaji wa kila kitu. Hapo ndipo tunapopata uzima, hapo ndipo tunapopata afya, hapo ndipo tunapopata kila kitu. Kuna wakati unaenda mbele za Mungu kwa kuomba, Mungu ninaomba katika jina la Yesu, unaomba kila maombi ya kila aina. Lakini kuna wakati hatuendi mbele za Mungu kuomba, bali tunaingia katika ulimwengu wa roho na kutamka. Kuna wakati kuhamisha mambo yaliyo katika ulimwengu wa roho kuyaleta mwilini, unatamka, sio kuomba. Maana yake kutamka unaamuru, maana yake kutamka unaumba, maana yake kutamka unafanya upya, kwamba walinitendea mimi mabaya, wameniombea mimi mabaya, sawa, kuanzia leo mimi sio mgonjwa tena. Hapo huendi kuomba afya kwa Mungu, Mungu naomba unipe afya. Unasimama kwa mamlaka ya ile roho ya uumbaji ulionayo, unasema kuanzia leo mimi ni mzima, sitaumwa tena. Na hiyo inafanyika kabisa. Ukiangalia katika sauti ya pili, ambayo ni sauti inayosikika katika, inaongelewa na mtu katika moyo na katika ufahamu. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 9, neno la Mungu linasema hivi, na tazama, baadhi ya waandishi wakasema nafsini mwao. Nafsini maana yake ndani yao, waliongelea ndani, huyu anakufuru. Naye Yesu hali akijua mawazo yao akasema, mbona mnawaza maovu mioyoni mwenu? Hawa watu walimtamkia Yesu kwamba anakufuru, lakini hawakutamka kwa sauti inayosikika katika ulimwengu wa damu na nyama. Ndio maana wengine wote waliokuwepo pale hawakusikia, isipokuwa Yesu Kristo ndiye aliweza kusikia. Maana yake ni kwamba kuna sauti zinatamkwa na watu katika ulimwengu wa roho ambazo ni lazima ujifunze kuzisikia. Ni sauti ambazo sauti hizi hazisikiki na watu wengine. Ni sauti ambayo unamhitaji msaada wa Roho Mtakatifu ili akupe uwezo wa kusikia sauti. Maana yake hapa waliongea ndani ya nafsi zao, na wao waliongea wakijua ya kwamba kwa sababu tumefunga mdomo ila tunawaza ndani yetu, huyu hawezi kusikia, lakini Yesu aliwasikia. Hii ni hali ambayo inatokea. Kuna wakati unaweza ukawa una marafiki, unafanya nao kazi, wafanya biashara, una ndugu, una watu wa karibu, mnakaa mnapiga stori, mnafurahi, mnaendesha maisha, lakini kumbe ndani ya mioyo yao wao wanakuaga wanasema wewe unaringa. Wanakuwa wanasema yani wewe tunatamani uharibikiwe. Wanakuwa wanasema yani huyu tunatamani apoteze. Ndani yao sura zao zinacheka, na wakikaa na wewe wanaongea kawaida, lakini mioyo yao imejawa na vitu ambavyo ni vibaya kwako. Yale mawazo wanayokuwa wanakutamkia huwezi kuyaona leo, lakini baada ya siku mabaya yakikupata ndipo unasikia wamezitoa sauti zao ambazo zilikuwa zimejaa ndani ya moyo wao. Wanasema ni bora amepoteza hiyo kazi, maana alikuwa analinga sana, alikuwa anajiona sana, alikuwa anajisikia sana kwa sababu ana kazi, sisi hatuna.
lakini yale maneno yameanza ndani yao, walikuwa wakiongelea ndani yao, na walivyokuwa wakikuazia walikuwa wanakuumbia kupoteza kile kitu ambacho umepewa, ambacho ndicho hicho. Wao wanawaza ni kazi, ndio hiyo umeipoteza. Ukiipoteza wanafurahi, lakini pasipo wewe kujua kwamba hawa watu uliokaa nao wanaongea ndani ya moyo. Pengine ungeisikia sauti yao, ungekuwa una uwezo wa kuingia ndani na kukataa sauti zao, lakini kwa sababu wameongelea kwenye mioyo na wewe hauna uwezo wa kusikia zile sauti zao, mabaya yanakupata. Ndipo unajiuliza, mbona mimi sina ugomvi na mtu? Mbona mimi sina shida na mtu? Mbona mimi ni mtu wa amani na mtu na nafurahi na kila mtu? Kwa nini hili limenipata? Lakini usijue nafsini mwao, mioyoni mwao wamebeba uovu ambao hawautamki katika ulimi wa damu na nyama, bali wanatamka ndani yao na vinakupata. Amen. Kwa tujifunze sana katika maisha yetu. Siku moja niliwahi kufundishwa kwamba kitu chochote ambacho Mungu anakupa, ambacho umekipata kwa maombi ama umekipata kwa kutamka, kukinena, kile kitu kinalindwa kwa maombi na kwa kutamkia. Yaani ukiona umepiga magoti ukamwomba Mungu, katika jina la Yesu naomba kazi, nipe kazi, Mungu akakupa kazi. Akikupa kazi, ile kazi inalindwa kwa kuiombea na kwa kuitamkia. Usipofanya hivyo, ile kazi inapotea, inaondoka. Chochote Mungu anachokupa, weka akilini mwako, chochote anachokupa kinalindwa kwa maombi na kwa kukitamkia. Ni hivyo, hiyo ndio njia pekee ya kulinda kitu ambacho Mungu anakupatia kwenye maisha yako. Njia kuu ya kwanza ni kwa kukiombea. Zipo njia nyingi, lakini njia kuu ya kwanza ni ya kukiombea sana. Mfano, leo hii kuna watu tunaweza tukawa tumekaa, hawa watu wanaongelea sauti za ndani, wengine wao tunawaweka katika kundi la watu kama wachawi. Wachawi kazi yao wanaifanya wao katika ulimwengu wa roho. Wanaweza wakachukua picha yako, wanaweza wakachukua jina lako, wakakaa mahala ambapo wanakaa vikao, mahala ambapo wanadamu waliovaa mwili wa damu na nyama hawawezi kukaa vikao. Wanakaa vikao katika roho. Wanapokaa kule katika vikao, wanaanza kuyatamkia maisha yako kwamba huyu tunamfunga hapa, huyu hatakiwi kuzaa, huyu hatakiwi kuwa na furaha, huyu inatakiwa achike, huyu inatakiwa hivi. Wanatamka. Wanapokuwa wanatamka yale maneno, wanayaumba. Wewe ukiwa umelala kwako ama unaishi maisha yako ya kawaida, yanakuja kutokea yale mambo ambayo yalitamkwa na watu wengine pasipo wewe kujua, yanakuletea madhara. Kwa hiyo katika maisha yetu ya kila siku ni lazima tujifunze jambo moja. Ili roho itende kazi, inatenda kazi kwa kutamka, si ndio? Sasa ili ilete matokeo, nini kinatakiwa? Ni kitu kimoja ambacho ni kikuu, imani. Hakuna kitu ambacho kitatamkwa kwenye maisha yako kisitokee pasipo imani. Iwe ni jambo zuri au ni jambo baya, litatokea kwa sababu imani ipo. Yaani walikutamkia mabaya, ukaamini, mabaya yatakupata. Na walikutamkia mema, ukaamini, mema yatakupata. Ukijitamkia mabaya kwa sababu umetamka kwa imani, yatakupata, na ukitamka mema pia yatakupata. Mabaya yatanipataje? Kweli mtu anaweza kuamini katika ubaya? Unaamini kwa sababu ili wakutengenezee ubaya, wanakutengenezea ubaya, wanautamka ubaya, kisha wanakutafutia kitu cha kukuaminisha. Wanaweza wakakuletea tabia, ama wanaweza wakakuletea mfano, wakakuletea kitu kimoja kwamba wamekufunga tumbo usizae, alafu wanakuonesha kwamba si unaona hata shangazi yako alihangaika kuzaa, si unaona hata ndugu yako fulani alihangaika kuzaa. Hii ni hali ya kawaida, hii ni hali ambayo inapata familia zetu, hii ni hali ambayo iko kwenye ukoo wetu siku zote maisha yako. Kubali kwamba kwenye ukoo wangu kuna watu maskini, ama kubali kwamba kwenye ukoo wangu kuna watu wana magonjwa, kubali kwamba kwenye ukoo wangu kuna watu wanateseka, lakini usiamini kwamba na wewe utateseka. Siku ukiamini, umefungua mlango wa kuunganishwa na kufanya yale kile kitu kilichoumbwa kwenye ulimwengu wa roho kukupata na wewe pia. Ni kweli kwetu hatuzai kwa wakati, ni kweli kwetu hatuolewi, ni kweli kwetu tuna shida, ni kweli kwa sababu nimewaona wengine, lakini siamini kwamba na mimi nitakuwa kama wao. Maana yake imani hiyo, ukisema mimi siwezi kuwa kama wao, maana yake unaumba kitu kipya, unaumba mbegu mpya, unaumba jambo jipya ambalo lile jambo litakufanya wewe uwe tofauti na wengine. Amen. Kwa hiyo kitu chochote kile ambacho kinatokea kwenye maisha ya mwanadamu ni kwa sababu ameamini. Lazima umeamini. Hakuna kitu ambacho hakiwezi kutokea kwako kama hujakiamini. Yaani kiliumbwa na mtu, kilitengenezwa na mtu, kikatamkwa juu yako, alafu ukatafutiwa sababu ya kukufanya wewe uamini. Leo hii unapitia shida yoyote, unapitia kitu chochote, ni kwa sababu kuna watu walitamka, kisha wewe ukakubali, ukaamini, ikawa. Maana yake wewe ukijitamkia vitu vyako ukaamini, vinakuwa. Katika kukubali na kuamini, kutamkiwa na kutamka, unaweza ukatamkiwa unabii kabisa, ni sauti ya Mungu, sikatai, lakini nakufunza kitu kimoja. Unaweza ukatamkiwa unabii, Mungu anasema kwamba utakufa ama utapata kitu kibaya,
na hiyo anasema ya kwamba kwenu kuna mtu atakufa. Kwa wakati huo ni sauti ya Mungu, kwa sababu unatabiriwa na umeambiwa kuna mtu kwenu atakufa. Yule mtu atakufa kwa sababu ya kuamini kwako, ama yule mtu hatokufa kwa sababu ya kuamini kwako. Inakuwa mwanzo nimekwambia, chochote kinachopokeleka kinakatalika pia. Ukitabiriwa kuna mauti kwenu, mtu fulani atakufa, unao uwezo wa kuondoka ukasema, Mungu, huyu mtu afi, mimi nasema huyu mtu afi. Alafu unamwambia Mungu, kwa sababu huyu mtu akifa itatokea 1, 2, 3, na kama mimi ni mtoto wako, basi ninaomba huyu mtu asife sasa hivi, na namtamkia hatokufa. Hafi kwa sababu ya imani yako, kwa sababu ya wewe kutamka. Maana yake ulipokuwa unatamka, ulikuwa unaumba roho ya uzima nyingine, ambayo hiyo roho imeenda kumuingia yule mtu. Kwa hiyo hata kama ukitamkiwa nini kwenye maisha yako, hata kama kikiongeleka kitu gani kwenye maisha yako, jifunze. Kama ni kibaya, kikatae, na ukikikataa kwa moyo mmoja hakitakuwa, na kikiwa ni kizuri kikubali, na ukikubali kwa moyo mmoja, kwa imani moja, huku unakitamkia kwamba hiki kitu lazima kiwe. Unapokuwa unatamka, unakiumbia na kinakuwa, na hakuna kitu ambacho kinaweza kikazuia hapo, kwa sababu ukisoma katika kitabu cha Mathayo 12:37 inasema, kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa maneno yako watakuhesabia haki, na kwa maneno yako watakuhukumu pia. Kwa maneno yako, maneno unayoyatamka ndio ambayo yatakupa wewe haki, na ndio ambayo yatafanya nini? Yatakuhukumu. Na ukisoma katika Misali 18 mstari wa 21, neno la Mungu linasema, mauti na uzima huwa katika ulimi, katika uweza wa ulimi. Maana yake ukitamka mauti itakuwa, na ukitamka uzima itakuwa. Ukitamka mauti lazima itokee, na ukitamka uzima kwenye kila kitu chako kitakuwa. Namuomba Mungu atusaidie kutupa uweza wa kutamkia maisha yetu kutokana na ile nguvu ya uumbaji iliyo ndani yetu, na yale mambo ambayo tunayatamka yakapate kutimia kwenye maisha yetu. Amen. Ninakuombea neema ya Mungu izidi kukujaza. Kinywa chako kisitumike kutamka maneno mabaya juu yako, wala juu ya familia yako, wala juu ya watoto wako. Ukatamke mambo mema, ukatamke mambo ya ushindi. Nami ninakutamkia ukazidishwe, ukainuliwe, ukastawishwe, na roho ya Mungu ikakutawale. Ninamwomba Roho Mtakatifu akakufunze kinywa chako namna ya kukitumia, ukatoe maneno yatakayoleta matokeo juu yako, ukatoe maneno yatakayoleta matokeo juu ya familia yako, ukatoe maneno yatakayoleta matokeo juu ya huduma yako, ukatoe maneno yatakayoleta matokeo juu ya kila kitu unachokifanya, na Mungu akapata kutukuzwa kwa sababu ya kinywa chako. Utambue kwamba wewe ni kinywa cha Mungu katika dunia. Wewe ni kinywa ambacho Mungu amekiamini kufanya uumbaji katika dunia hii. Hivyo katika kinywa chako ukapate kuwa unatamka maneno mema, ambayo yale maneno yakalete matokeo mazuri, ambayo yale matokeo yatakuwa ni matokeo yanayoleta sifa na utukufu mbele za Mungu. Mungu wa mbinguni awabariki. Mungu wa mbinguni awazidishie. Mungu wa mbinguni azidi kuwainua. Mungu wa mbinguni awape kushinda, na nuru yake Yesu Kristo ikawafunike. Neema ya Bwana Yesu Kristo ikae pamoja nanyi. Ninawashukuru, mbarikiwe. Kwa majina naitwa Michael Paul. Endelea kufuatana nami. Mungu akubariki. Mungu akutunze katika jina la Yesu Kristo. Shalom.